Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika video hii tutajifunza kuhusu utafiti wa majaribio ya nasibu yaliyodhibitiwa au utafiti wa majaribio ya nasibu uliopangwa unaojulikana pia kama randomized clinical trials au RCT. Ukiangalia kwenye pembe tatu ya tiba inayotegemea ushahidi, utagundua kwamba chini kabisa ya piramidi hii kuna tafiti za maelezo kama vile utafiti wa kesi au tafiti za sehemu, case report au cross-sectional study. Zinazofuata ni tafiti za uchambuzi kama vile utafiti wa vikundi, cohort study, au utafiti wa kesi na mashahidi, case control study, kisha utafiti wa majaribio ya nasibu yaliyodhibitiwa au yaliyopangwa. Na mada yetu katika video hii zenye nguvu sawa ni tafiti za mapitio ya kimfumo au tafiti za uchambuzi wa meta na uchambuzi wa pamoja zinazojulikana kama meta-analysis. Hapa tunalenga tafiti za majaribio ya nasibu yaliyodhibitiwa na yaliyopangwa, randomized controlled trials, ambazo zinaonekana kwenye piramidi hii kwa rangi nyekundu. Tafiti hizi zinachukuliwa kuwa miongoni mwa aina zenye nguvu zaidi za tafiti kwa sababu washiriki wake wanagawanywa kwa nasibu katika makundi mawili. Kundi moja linapewa matibabu mapya na kundi lingine linapewa matibabu mengine au matibabu ya bandia. Zinachukuliwa kuwa miongoni mwa tafiti zenye nguvu zaidi kutokana na upungufu wa vigezo vya upendeleo ikilinganishwa na aina nyingine za tafiti. Miongoni mwa faida zake ni kwamba wagonjwa wanagawanywa kwa nasibu na pia inawezekana kuficha aina ya matibabu katika baadhi ya hali. Vilevile, mbinu za takwimu au uchambuzi wa takwimu unaotumika ni rahisi. Pia, kundi la utafiti linaweza kufafanuliwa kwa uwazi, lakini changamoto yake ni gharama kubwa kutokana na muda mrefu wa matibabu au kipindi cha utafiti. Hivyo basi, gharama huongezeka. Pia, washiriki wengi katika aina hii ya utafiti ni wajitolea, jambo linalojulikana kama volunteer bias. Vilevile, wakati mwingine kuna mgongano na maadili ya utafiti wa kisayansi unapofanya aina hii ya utafiti. Na ili kufanya aina hii ya utafiti, kwanza huandikwa swali la utafiti na kuandikwa itifaki maalum ya utafiti. Kisha inatumwa kwa kamati ya maadili ya utafiti wa kisayansi au IRE, yaani kamati ya maadili ya utafiti. Kisha washiriki wa utafiti huu hukusanywa na kuchukua idhini yao ya kushiriki. Baadaye wanagawanywa kwa nasibu na matibabu kufichwa kwao ikiwa inawezekana, na kufuatiliwa kipindi chote cha utafiti hadi mwisho wa muda wa utafiti. Kisha idadi ya kesi katika kila kundi huhesabiwa na kulinganishwa kati ya makundi hayo na kufanyika uchambuzi wa takwimu unaohitajika. Picha hii inaonyesha jinsi ya kugawa kundi la utafiti kwa njia ya nasibu. Hapo kuna idadi ya watu au sampuli ambayo inagawanywa kwa nasibu, au kama inavyoashiriwa hapa kwa alama, kati ya matibabu mapya na matibabu ya zamani, kisha kufuatilia wakati wa kipindi cha utafiti. Baada ya hapo, idadi ya kesi katika kila kundi huhesabiwa. Mwanzoni mwa aina hii ya utafiti ni lazima kuweka swali la utafiti au maswali ya utafiti, research questions. Na swali la utafiti hapa linawekwa kwa kutumia kile kinachojulikana kama pico, ambapo kila herufi inawakilisha kitu fulani. P ni kwa population au kundi la utafiti, I ni intervention au matibabu mapya yatakayotumika. C ni control au matibabu ya kawaida ambayo matibabu mapya yatalinganishwa nayo, na O ni outcome, yaani matokeo yanayotarajiwa katika utafiti huu. Kwa mfano huu, tukidhani tunataka kujua kama vitamini D inafanya kazi ya kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya fizi kwa wazee, basi P itakuwa kundi la utafiti, yaani wazee. Matibabu mapya yanayopendekezwa ni vitamini D, na C ni kundi ambalo litafanyiwa ulinganisho nalo.
Watu ambao hawakutumia vitamini D au tunawaita placebo, na outcome ni matokeo tunayotarajia kuyaona ni periodontal disease au magonjwa ya fizi. Kama inavyoonekana kwenye mchoro huu, sampuli ya utafiti inagawanywa katika makundi mawili, kisha wanafuatiliwa na kuangalia ni kwa kiasi gani kila kundi linaathirika na magonjwa ya fizi. Kwanza kabisa, baada ya kufanikisha au baada ya kubainisha swali la utafiti, ni lazima kupata ridhaa ya wagonjwa na kujua kama wagonjwa wanafaa kwa mada ya utafiti. Na inagawanywa kwa njia ya nasibu ili kupunguza upendeleo kati ya makundi mawili. Kuna njia hizi za kufanya mgawanyo wa nasibu, kama vile kutumia sarafu flip of coins au kutumia baadhi ya jedwali za takwimu za nasibu random, jedwali za nambari, au kutumia baadhi ya programu za kompyuta ambazo zinaweza kutoa hizo nambari kwa nasibu. Kisha watu wanagawanywa katika makundi mawili: kundi la matibabu mapya ambapo wanaweza kupewa matibabu mapya kabisa au matibabu yaliyopo, lakini wanapewa matibabu hayo kwa dozi mpya au dozi tofauti, au pia inaweza kuwa wanapewa matibabu mapya pamoja na matibabu ya zamani. Kundi lingine linapewa ama matibabu ya bandia tunayoita placebo au matibabu ya kawaida. Na mara nyingi ni lazima wagonjwa wapewe angalau matibabu ya kawaida. Kwa mfano, tukitaka kufanya utafiti kwa wagonjwa wa saratani, hatuwezi kuwapa kundi moja tu matibabu mapya na kuliacha kundi lingine bila matibabu. Hivyo ni lazima wapewe matibabu ya kawaida au yanayotambulika wakati wa kipindi cha utafiti. Waacha wagonjwa hawa bila matibabu yoyote na kuwapa placebo. Placebo inasaidia kupunguza upendeleo kati ya makundi mawili au kile kinachojulikana kama bias. Pia kuna kipengele cha kuficha matibabu, na matibabu hayo yamefichwa kutoka kwa washiriki wa utafiti au kile kinachojulikana kama watu wasio na wapenzi kipofu. Au matibabu hayo yamefichwa kutoka kwa washiriki wa utafiti na watafiti au kile kinachojulikana kama upofu maradufu. Katika visa vingine, utafiti hufichwa kutoka kwa washiriki wa utafiti, watafiti na usimamizi wa utafiti, au kile kinachojulikana kama vipofu vitatu. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha ubora wa utafiti na kupunguza upendeleo ambao huenda ukapatikana katika aina hii ya tafiti. Lakini wakati mwingine haiwezekani kuficha. Kwa mfano, kama katika utafiti fulani kulifanyika kulinganisha kati ya kutoa dawa ya kuzuia na kufanya upasuaji, hapa wagonjwa watajua aina ya matibabu waliopewa, na hivyo haiwezekani kufanya upofu au kuficha matibabu. Hivyo haiwezi kutumika katika baadhi ya aina za tafiti kulingana na mada ambayo mtafiti anataka. Na baada ya hapo, kisha wagonjwa hufuatiliwa wakati wote wa utafiti, na hapa ni muhimu sana kuhakikisha ufuatiliaji wa mara kwa mara ili wagonjwa wasiondoke kwenye utafiti. Hii hufanyika kwa ufuatiliaji wa mara kwa mara, au pengine kuwapa kiasi fulani cha fedha ili waendelee kushiriki kwenye utafiti, au kuchukua namba za simu za wagonjwa, familia zao na marafiki zao, au kuwapa matokeo yanatolewa mara kwa mara kwa lengo la kuwafanya waendelee kushiriki kwenye utafiti. Lakini kama asilimia ya wanaojiondoa kwenye utafiti itazidi 30%, hapo ndipo kunaanza kuwa na mashaka kuhusu utafiti huu. Na baada ya kipindi cha utafiti kuisha, idadi ya maambukizi au matokeo yanayotarajiwa katika kila kundi inajulikana na inalinganishwa kati ya makundi. Hapa ndipo kiwango cha maambukizi mapya na uwiano wa hatari huhesabiwa, jambo ambalo tayari limeelezewa.
Hili limeelezewa kwenye video zilizopita. Asanteni sana.